Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Mheshimiwa Daktari Stergomena Lawrence Tax, mbunge, amesema wizara hiyo kupitia shirika la uzalishaji mali la Jeshi la Kujenga Taifa JKT imefanikiwa kuchangia katika ukuaji wa uchumi ili kuipunguzia serikali gharama za uendeshaji wa mafunzo kwa vijana kwa kutekeleza miradi mbalimbali ya kijamii ikiwemo miundombinu ya usambazaji wa umeme vijijini kupitia mradi wa REA. Waziri Dr. Tax amesema hayo leo tarehe 22 Mei 2025 jijini Dodoma alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari kuhusu mafanikio na mwelekeo wa wizara hiyo katika kipindi cha miaka minne ya serikali ya awamu ya 6. Mafanikio mengine ni ushiriki katika miradi au ni ushiriki niseme katika kujenga uchumi, na katika serikali ya awamu ya 6 na hususan wizara kupitia JKT tumefanikiwa kuchangia katika ujenzi wa uchumi na kuchangia katika uendeshaji wa mafunzo ya vijana wa JKT kwa kutekeleza miradi ifuatayo: ujenzi wa vituo vya madini katika mikoa ya Tanga, Handeni, Ruvuma, Katavi, Mbeya, Simiyu, Mara na Kagera, na vile umefanyika ujenzi wa ukuta katika mgodi wa Merelani, Simanjiro, Manyara na mgodi wa Isaraniro, Butiama, Mara. Pia ujenzi wa majengo ya halmashauri ya wilaya ya Kibaha, Kibiti, Mpibwe, Chamwino, Kondoa, Simanjiro, Karambo, Mafinga, Mpanda, Nsimbo na Newala, na ujenzi wa majengo ya taasisi ikiwemo maabara ya Chuo Kikuu cha Sokoine, hostel ya madarasa ya Chuo Kikuu cha Mzumbe, na ujenzi wa sakafu ngumu bandari kavu Kwara, na ukarabati wa hosteli ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ujenzi wa miundombinu na usambazaji wa umeme vijijini kupitia mradi wa REA katika mikoa ya Morogoro, Shinyanga, na ufungaji wa umeme katika ofisi za mamlaka ya mapato Singida, shule ya mfano mkoa wa Dodoma, na ofisi ya Rais Ikulu Chamwino. Na upatikanaji wa matrekta, zana za kilimo, vipuri vya matrekta na kutoa huduma baada ya mauzo. Huduma zinazotolewa katika mikoa ya Morogoro, Dodoma, Simiyu, Manyara, Katavi, Ruvuma, Kagera, Geita, Kigoma na Pwani. Kwa hiyo kilimo ni uti wa mgongo wa taifa letu. Kwa hiyo na sisi katika kuchangia uchumi, hili ni eneo mojawapo ambalo tunafanya kuhakikisha kwamba kilimo pia kinaweza kikapata haya mahitaji yanayotakiwa ili kiweze kuendelea kwa tija na kwa faida kwa wakulima wetu. Na pia kuanzisha na kuimarisha viwanda vya JKT ikiwemo kiwanda cha maji Mgulani kilichofikia uwezo wa kuzalisha katoni 2500 za nusu lita na katoni 4400 za lita moja kwa siku, na maji haya yanatumiwa kwa ajili pia ya usalama wa taifa letu na pengine ulinzi, kwani maji haya hutumika katika vikosi, hutumika katika makambi, na sasa hivi yanatumika katika shirika letu la ndege la Air Tanzania na katika shughuli mahususi za kitaifa. Kwa hiyo hii mtu anaweza akasema kwa nini mnaenda kujenga kiwanda cha maji? Kina maslahi mapana kwa taifa letu. Lakini pia kiwanda cha ushonaji Mgulani chenye uwezo wa kuzalisha mavazi ya kijeshi, na kiwanda cha bidhaa za ngozi Mlarakua, kiwanda cha kuchakata mahindi Mlale Songea chenye uwezo wa kuchakata tani 20 kwa siku, kiwanda cha samani cha Changombe, kiwanda cha taa za LED kilichopo Dar es Salaam. Kwa hiyo haya nimesema kwamba ni kuchangia katika uchumi. Tunachangia katika uchumi, lakini pia tunaangalia aspect ya ulinzi na usalama. Aidha, Dr. Tax amesema kwa kipindi cha miaka minne kuanzia mwaka wa fedha 2021-22 hadi 2024-25 JKT imetoa gawio lenye jumla ya shilingi bilioni 4.27 kwenda mfuko mkuu wa serikali hazina. JKT imechangia jumla ya shilingi bilioni 2,667,84,941 kwa ajili ya kugharamia shughuli za malezi ya vijana wa JKT, lakini pia imetoa gawio lenye jumla ya shilingi bilioni 4,275,50,000 kwenda mfuko mkuu wa serikali hazina.